wako uwe pamoja nasi. Ninasema asante kwa ajili ya wakati huu ambao umetupa kibali zaidi, na tunahitaji kwenda kusikia maneno yako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi, atufundishe kwa jina lako Kristo aliye hai. Amina. Amina. Bwana apewe sifa. Basi tunataka tuangalie somo ambalo linahusu, kama unaandika, andika kuliishi kusudi la Mungu. Kuliishi kusudi la Mungu. Hilo ndilo somo ambalo Mungu anataka tukajifunze, na kwa kile ambacho Mungu anataka tukiangalie, niombe sana uwe msikivu. Kuliishi kusudi la Mungu. Kuliishi kusudi la Mungu ni tofauti na kulijua kusudi la Mungu. Unaweza ukaujua ukweli, lakini tunaposema kuishi kweli, manake ni kuchukua ile kweli uliyoifahamu ukaiweka kwenye matendo, ukaishi wewe. Sasa hata kusudi la Mungu, unaweza ukajua nini Mungu anataka kwako. Unaweza ukajua sababu ya Mungu kukuacha kuwa hai. Unaweza ukaelewa eneo ambalo Mungu anataka umtumikie. Unaweza ukafahamu kwa undani sana, na ukajua kuna mambo ya msingi ambayo Mungu ameyaanzisha ndani yako, na ukiyatimiza unakuwa na amani sana. Unaweza ukayajua. Lakini tunaposema kuliishi kusudi la Mungu, maana yake ni kuyaishi, kuyatimiza, kuyatenda, kuyatekeleza yale ambayo ni sababu ya wewe kuishi, ni sababu ya wewe kuwa hai mpaka leo. Sasa ndicho kitu ambacho Mungu anataka tufundishe, na kitabu tunachokwenda ukiangalia ambacho ni muhimu sana ni kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3, tutasoma mstari ule wa kwanza. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza inasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa hiyo kila jambo la maisha yako, kila jambo unaolisikia ndani yako, kila kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako kina majira yake, kina miaka yake ya kufanya kazi. Tafsiri yake kina expire date, yaani kina wakati ambao hakitakuwa na nafasi ya kufanya kazi tena. Majira yake. Ndiyo maana hata mjamzito anaelewa kwamba majira ya ujauzito ni miezi 9. Miezi 9 ikifika, yule mtoto hawezi kukaa tumboni tena. Hata akikaa kwa namna yoyote, hata kwa kufanyia upasuaji, lazima mtoto atolewe, kwa sababu majira ya mtoto kukaa tumboni yamefika, yameshafika ili atoke. Haleluya. Sasa ni wakati ambao Mungu anataka tuelewe kwamba hata kwenye maisha yetu, hata kwenye wokovu tulio nao, kusudi la Mungu, kila jambo ambalo ndani yetu ameliweka lina majira yake. Manake ni lazima uyajue majira na ujue cha kufanya ndani ya majira, kwa sababu usipoyajua majira ukapishana na majira, hayo majira yakipita hautakuwa na nafasi tena ya kufanya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Sasa ni wakati wa kutambua lile jambo ambalo Mungu ameliweka ndani yako, ile huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako, kile kipawa ambacho Mungu amekiweka ndani yako, ile karama ambayo Mungu ameweka ndani yako. Katika kila jambo kuna majira yake, kuna majira yake. Sasa ni wakati ambao Mungu anakukumbusha, Mungu anatukumbusha kwamba hilo jambo ambalo liko ndani yako ni sababu ambayo inamfanya Mungu akuache kuwa hai. Lakini kukuacha kuwa hai, uelewe kabisa kwamba majira ya hilo jambo yakiisha, uhai wako unaisha. Kuna hata Yesu wakati akiwa duniani, alipofikisha miaka 30, akaanza kufanya huduma, akaanza kutumika, akaanza kufanya kazi,
akaanza kuhubiri, akaanza kuponya. Lakini miaka 3.5 ilipofika, maana yake majira ya kila ambacho kilikuwa ndani, majira yake yalipofika, Yesu alikufa na akafufuka na akapaa kwenda mbinguni. Leo katika mwili huwezi ukamwona Yesu yule pale anahubiri tena, ni katika roho. Lakini katika mwili majira yake yalipofika aliondoka. Kuna watumishi wa Mungu kina Petro, kina Paulo, walifanya kazi ya Mungu kwa ukuu sana, lakini majira ya kile ambacho Mungu alisema nao yalipofika mwisho waliondoka. Paulo ambaye Mungu anamuita, anasema anataka akatimize wito kwa ajili ya mataifa. Manake alikuwa anamwambia kuna jambo ambalo nimeliweka ndani yako, na hilo jambo linahusu mataifa, nataka ukahubiri mataifa. Na lile jambo likaamsha roho ya Paulo. Paulo akaanza kuhubiri, akaenda Efeso, akaenda Thesalonike, akaenda kwa Wakorinto, akaenda kila mahali kwa Wafilipi, akaenda kila sehemu akitimiza kila ambacho Mungu alikuwa amemwambia. Sasa baada ya kutimiza majira yake yalipopita, aliondoka. Sasa ni lazima tuelewe kwamba sio wakati wa kutulia. Kama kuna kitu ambacho Mungu ameshakiweka ndani yako, sio wakati wa kutulia. Maana ya majira kupita ni kwamba wewe na mimi tuna miaka ya kuishi hapa duniani. Hiyo miaka iliyosalia ndiyo inaruhusu kile ambacho Mungu alikiweka ndani yetu kifanye kazi, kwa sababu huwezi kufanya kazi ukiwa nje ya huu mwili. Huu mwili tumepewa ili tutimize lile jambo ambalo Mungu ameliweka ndani yetu. Sasa huu mwili ukishaondoka, tafsiri ya majira ni kwamba huo mwili wako una majira ya kuwa hapa duniani, una majira ya kukamata pesa, una majira ya kila unachokiona, lakini huo mwili una majira yake, utaondoka. Majira ya huo mwili kuishi yakifika, yakishafika ukomo, huo mwili utaondoka. Na huo mwili ukiondoka, manake lile jambo ambalo Mungu alikuwa anataka ulifanya hautaweza tena, kwa sababu majira ya huo mwili tayari yamefika mwisho. Sasa kuna mtu akiwa hai anaona kana kwamba hakuna haja ya kumtumikia Mungu, hakuna haja ya kufanya kile ambacho Mungu amekipanda ndani yake. Wakati mwingine anakuwa ni mtu wa kusubiri, ana hofu, lakini kaa ukijua huo mwili umepewa ili ufanye lile jambo la Mungu kwenye maisha yako. Kuna jambo ambalo Mungu ameliweka ndani yako na linategemea mwili, na huo mwili usifikiri kuwa hai ni bure. Kuna jambo ambalo Mungu anataka litimizwe kupitia mwili wako, kupitia mwili. Hata Mungu alipotaka kuokoa wanadamu, alitengeneza mwili ndani ya Mariamu. Kwa hiyo ule mwili ulikuwa na jambo, kuna jambo ambalo Mungu alikuwa analo, kuna ajenda alikuwa nayo. Hiyo ajenda ilikuwa ni kuokoa ulimwengu, ni kuokoa mimi na wewe, lakini alitafuta mwili ili lile jambo likatimie. Kumbe huo mwili wako na huu mwili wangu ni sehemu ya jambo la kimungu kutimia, lakini hilo jambo lina majira. Hayo majira yakishapita, hauna nafasi nyingine tena, hauna nafasi nyingine tena. Sasa katika kila jambo kuna majira yake. Ni muhimu kuwa makini, ni muhimu kuamua kwamba sasa ni wakati wa kuamka. Usiku umeendelea sana, asubuhi imekaribia. Lile jambo ambalo Mungu amelifanya ndani yako, hakikisha unalifanyia kazi, hakikisha unalitendea kazi. Tena anasema na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kila kusudi ambalo unaliona lina wakati wake. Kuna wakati ambao hilo kusudi limepewa, kwamba wakati huu ni wakati ambao umeamuliwa kwa hilo kusudi. Kumbe unapochelewa au unapokuwa unakuwa mlegevu kufanya kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, kumbuka jambo moja, kwamba limepewa nyakati. Hizo nyakati zikiisha, manake mlango unafungwa, hauna nafasi. Na mlango unafungwa vipi? Maana yake mwili huo ukishaondoka, mlango wa hilo kusudi kutimia ni mwili wako. Huo mwili ukishaanguka chini, tukaufukia mavumbini, hilo kusudi, nyakati za hilo kusudi zinakuwa zimefikia ukomo.
Leo tunajifunza kwa mambo ambayo Paulo aliyafanya akiwa hai, lakini baada ya kufa hakuna jambo tunajifunza. Paulo alipokufa, yale aliyoyaacha ndiyo ambayo tunajifunza leo, ndiyo ambayo tunajifunza, kwa sababu mwili ndio ulikuwa unatimiza lile kusudi. Zile nyakati ambazo ziliamriwa zilikuwa zimebebwa ndani ya mwili. Ndio maana mwili wako na mwili wangu ni hekalu la Mungu, ni nyumba ya Mungu, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Manake linatimiza kusudi la Mungu. Ila Mungu anatukumbusha kwamba hilo kusudi lina nyakati ambazo limeamriwa, na hizo nyakati ambazo zimeamriwa kwa ajili ya hilo kusudi zikishafika ukomo, manake hauna nafasi. Sina nafasi. Usifurahi tu kuamka ukamshukuru Mungu, usifurahi tu kulala ukamshukuru Mungu. Fikiri kwa wakati uliopewa, kwa sababu sisi tuko hapa, sisi tulioko hapa tulikuwa watoto jana, lakini wazee wa leo ndio walikuwa vijana wa jana. Kila mmoja unayemuona, lakini kuna babu wa babu zetu ambao walikuwa watoto wakawa vijana, mwisho wakafariki, wakaondoka. Hakuna kusudi ambalo linaishi baada ya kufa. Kinachoishi ni kile ambacho ulikifanya wakati uko hai. Sasa ni wakati wa kutafakari kwamba nyakati ambazo zimeamriwa kwa ajili ya kusudi la Mungu ndani yangu, wakati uliokubalika ni sasa. Usikubali kuishi kwa hasara. Usikubali mazingira yafunge kusudi la Mungu. Usikubali njaa ifunge kusudi la Mungu. Usikubali kipato kifunge kusudi la Mungu. Usikubali hali yoyote izuie kusudi la Mungu ndani yako kutimia. Usikubali. Ni lazima uamue kwamba kusudi la Mungu haliwezi kuzimika, haliwezi kutulia, lazima lisonge mbele. Na kusudi la Mungu limo ndani yako wewe uliye hai. Kuna jambo ambalo Mungu amelifanya kwa ajili yako. Kuna kitu ambacho ni sababu ya wewe kuwa hai. Hakikisha unalitimiza, kwa sababu limeamriwa katika majira, limeamriwa katika nyakati. Ni lazima kila mmoja, wapendwa, ujitafakari. Hakuna mme atasimama mbele ya Bwana atasema kwa kusudi langu nililolitimiza limejaa sana, nimgawanye na mke. Hapana. Hakuna mwanamke atasema kwa sababu kusudi la Mungu limejaa sana nimgawanye na mume. Hapana. Hakuna undugu katika kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu litazaa matunda kwa ajili yako. Sasa ni muhimu, mpendwa, tafakari. Haupo kwa hasara. Unaweza ukawa unakutana na watu wengi, lakini lazima upate muda wa kukaa mwenyewe na kujitafakari kwamba ninafanya nini katika uhai wangu. Sio katika, kuna hali nyingi. Unaweza ukangoja upate kipato kikubwa, unaweza ukangoja upate elimu kubwa, unaweza ukangoja ufanye mambo makubwa kwanza ndio utimize kusudi la Mungu. Kumbuka, nyakati hazikusubiri. Siku ikipita imepita, wiki ikipita imepita, mwezi ukipita umepita, mwaka ukipita umepita. Ni lazima utambue kwamba nyakati hazikungoji. Wakati unasubiri uongezeke kipato kwanza ndio umtumikie Mungu, ndio ufanye kile ambacho Mungu amekuita, kumbuka siku ikipita imepita. Sasa ni lazima kama wana wa Mungu tuamke, kila mmoja uamke kwamba nyakati hizi zinaenda. Kama ukiona kila unavyopokea mwaka uwe unajua miaka yako imepungua. Kila unavyosherehekea mwaka mpya ujue kwamba miaka yako inapungua. Nyakati zilizoamriwa kwa ajili yako kutimiza kusudi la Mungu ndio zinapungua. Manake nafasi inazidi kuwa ndogo, miaka inazidi kupungua. Unaposherehekea siku ya kuzaliwa, lazima ukumbuke kwamba nimepunguza mwaka wa kufanya kusudi la Mungu. Manake miaka ambayo mwili wako umepewa kuishi unakuwa umepunguza. Sasa tafakari sana. Penda kutumika mbele za Mungu. Usiruhusu mazingira yoyote yazuie kusudi la Mungu ndani yako. Hakikisha kusudi la Mungu ndani yako linaishi. Hakikisha linatimia. Haleluya. Sasa tuangalie tena mstari wa 17. Mstari wa 17
kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 17. Nikasema moyoni mwangu, Mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki, kwa kuwa kuna wakati huko kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Anasema Mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki. Kwa nini? Kwa sababu huko anasema kwa sababu huko kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Kuna wakati kwa kuwa kuna wakati huko kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Kuna wakati, wapendwa, kuna wakati wa wewe kumtumikia Mungu, lakini kuna wakati hautaweza. Kuna wakati ambao mwili umepewa nguvu, lakini kuna wakati mwili utanyanyuliwa na wengine watauingiza kwenye shimo, kwenye udongo. Mwili utakuwa hauwezi tena kubeba kusudi la Mungu. Sasa wakati ambao mwili wako unaweza ukafanya kile ambacho Mungu amekuita kwacho, ufanya kazi ya Mungu tena kwa nguvu. Mungu anasema amelaaniwa afanyaye kazi yake kwa ulegevu. Fanya kwa nguvu, kwa moyo wote. Fanya kwa moyo wote, kwa sababu kuna wakati kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Maanake hiyo kazi ya Mungu, hilo kusudi la Mungu lina wakati wake. Tunaona kuna watu, hata wengine ni watumishi wa Mungu. Hata mimi hapa ninajua kuna wakati ulioamriwa katika kusudi hili ambalo Mungu alilianzisha ndani yangu. Kuna nyakati, na nyakati hizo ni lazima nimtumikie Mungu kwa moyo wote, nitimize yale ambayo yanazidi kuinua ufalme wa Mungu, kwa sababu kuna nyakati nimepewa, kuna majira kwa kile ambacho Mungu amekiweka ndani yangu. Mimi sio mchungaji wa kwanza, walikuwepo wengi, lakini tuliwazika. Kwa nini? Sio kwamba wangeishi mpaka leo. Majira ya wito wao ulikuwa umefikia ukomo. Nyakati za kutumika kwao zilikuwa zimefikia ukomo. Kila mmoja huwa anasema mtu akiwa hai huwa hafikiri kama kuna siku atalala, kuna siku ataondoka duniani. Huwa hadhani na huwa haogopi. Paulo katika utumishi wake, lakini anasema najua mimi kwangu kufa ni faida na kuishi ni Kristo. Manake Paulo ndani yake, pamoja na kutimiza kusudi la Mungu, lakini alikuwa anajua kuna siku mwili wangu utalala. Mwili huu ambao na usurutisha kufanya kazi ya Mungu, kuna wakati na majira ambayo mwili utaondoka, utalala mavumbini. So, mwili ulitoka mavumbini, lazima urudi. Sasa ni lazima, wapendwa, ninaposema hili, chukua hatua. Hili sio somo la kutafakari mwezi wala mwaka, ni somo linalohitaji uchukue hatua. Amka na kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako, umtumikie Mungu kwa moyo wote. Uhakikishe unatenda kazi, kwa sababu katika kila jambo kuna majira yake, na kwa kila kusudi kuna nyakati zake. Sasa nyakati alizokupa Mungu ni sasa. Majira aliyokupa Mungu ni sasa. Ni wangapi ambao hawako hai mpaka leo? Wanaweza kufanya nini tena kwenye ufalme wa Mungu? Hawezi kuhubiri Injili, hawezi kufanya utoaji kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, hawezi kununua viti, hawezi kufanya lolote, hawezi kujenga madhabahu, hawezi kujitoa kwa Mungu tena. Kwa nini? Kwa sababu mwili wao tulishaufukia, hawapo. Lakini tuliokwisha wazika, waliokwisha kufa, sio kwamba hawakuwa na mipango. Lakini nasema hivi, wengi wakiwa hai hawakumbuki kwamba wana nyakati za kuwa hapa duniani, na nyakati walizopewa zimebeba kusudi, na hilo kusudi ni lazima litimie. Sasa Mungu anakukumbusha, Mungu anatukumbusha leo kwamba usilale, usiwe mlegevu. Kuna nyakati zilizosalia mbele yako. Hakikisha unamtumikia Mungu kwa moyo wote. Kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako, usingoje mazingira yaamue, usingoje uchumi uamue, usingoje marafiki ndio waamue. Hakikisha ndani yako unatimiza kusudi la Mungu. Hakikisha unafanya kile ambacho Mungu amekianzisha ndani yako. Usiwe mlegevu, kwa sababu katika kila kazi, katika kila jambo kuna nyakati zilizoamriwa. Sasa ni muhimu sana, mpendwa, leo hii kila mmoja amka, amka, toka usingizini, amka,
Amka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Shetani anajua, maandiko yanasema anaelewa kwamba wakati uliosalia kwake ni mchache. Ndio maana anafanya kazi usiku na mchana. Anasema kama simba ungurumayo hukesha akitafuta mtu ili ammeze. Hukesha akitafuta mtu ili ammeze. Kwa nini? Kwa sababu anajua kwamba majira yake yaliyobaki ni machache. Anaelewa. Sasa mimi na wewe tunafanya nini? Shetani anakimbizana na wakati, anakimbizana na muda, kwamba hakikisha anaharibu, hakikisha anachinja, hakikisha anaangamiza. Mimi na wewe, lile ambalo Mungu ameliweka ndani yako, kile ambacho Mungu amekianzisha ndani yako, unafanya nini? Haleluya. Sasa ni wakati wa kuamka. Ni wakati wa kuamka katika wito wa Mungu, kwa sababu nakuhakikishia, kama sio mimi kwanza, inawezekana ni wewe kwanza. Kuna siku ambayo mwili wako utalala, hautaamka. Kuna siku. Haleluya. Kuna siku ipo, lakini wewe unafanya nini kwa ajili ya siku hiyo? Kwa sababu yale unaoyafanya leo ukiwa hai ndiyo yatakuwakilisha, ndiyo yatakayosimama. Nimesema leo tunajifunza habari za Paulo, kwa sababu akiwa katika mwili alifanya kazi. Lakini nani leo anatafuta kazi anayoifanya Paulo mbinguni? Hakuna. Kila mtu akitaka kujua habari za Paulo anakuja kusoma Warumi, anakuja kusoma Wakorinto, anajifunza kazi aliyoifanya akiwa katika mwili. Sasa tuwapo hai katika mwili, hakikisha mpendwa, katika mazingira yote unampenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa roho yako, kwa nguvu zako. Mpende Mungu. Hizo nguvu ni kwa sababu una mwili. Hakikisha unampenda Mungu. Anasema akili. Kwa nini? Una ubongo unaoweza kufikiria na kujua nifanye nini. Sasa ni wakati ambao hakikisha sio wakati wa kulala, ni wakati wa kuamka na kufanya kusudi la Mungu aliyolifanya ndani yetu. Ni wakati huu. Kila mmoja hakikisha unajitathmini maisha yako. Hakikisha unajitathmini, kwa sababu watu wengi huwa wanasahau. Watu wengi huwa wanajisahau sana. Akiwa mzima huwa anajisahau mno, ya kwamba kuna siku. Wangapi ambao wamekufa kwa ajali? Alikuwa naenda tena kufanya mipango yake, lakini wamekufa. Wangapi wamefia hospitalini, tena wengine kwa magonjwa ambayo mtu akikwambia unashangaa. Sasa ni wakati ambao kila mmoja hujitafakari. Mama mmoja ametoka, anaenda hospitalini, anamwambia mume wake najisikia vibaya. Mume wake anasema sawa, akasema ngoja tuende hospitali. Anaenda, anapimwa, anaambiwa kuna shida. Ghafla yule mama alienda, anatembea mwenyewe, lakini arudi ni maiti. Kwa nini? Kwa sababu mwili, majira ya mwili yamekwisha, yameisha. Walikuwa wanatembea tu, wako vizuri kabisa, lakini akasikia kama mwili hauko sawa. Akamwambia mume wake, najisikia vibaya, hebu tuende tukapime. Lakini hakurudi tena akiwa mzima. Ule mwili ulibebwa na wengine. Sasa majira ya mwili wako, majira ya kuishi kwako katika mwili yakipita, hautaweza kulifanya tena kusudi la Mungu. Ni muhimu wapendwa, tumia kila unachoweza kufanya kazi ya Mungu, kutimiza kusudi la Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 13. Nitasoma Wakorinto wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 13. Maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara. Ila yeye mwenyewe ataokolewa,
lakini ni kama kwa moto. Sasa kuna siku ambayo kazi yako itapimwa. Sio kazi ambayo utaifanya baada ya kuondoka katika mwili. Hapana, mwili wako tafsiri yake umepewa majira ya kufanya kazi ambayo inangojewa kupimwa, na hiyo kazi ndio tunasema ni ile kusudi la Mungu ndani yako, ndilo limepewa nafasi katika mwili, kwamba mwili wako una kazi ya kufanya, na ile kazi ndilo kusudi la Mungu ambalo Mungu ameliweka ndani yako, amelifanya ndani yako, na hiyo kazi itapimwa. Anasema itapimwa kwa moto. Sasa hiyo kazi ikikaa utapata thawabu, lakini ikiteketea utapata hasara. Tafsiri yake kuna watu wataenda mbinguni, lakini kwa hasara, watapata hasara, kwa sababu anasema ataokolewa kama kwa moto, lakini hasara itakuwa juu yako. Sasa wewe unajiandaaje, kwa faida au kwa hasara? Nasema na mtu ambaye amedhamiria kwenda mbinguni, mtu ambaye anajua niko hapa leo, lakini ni kama msafiri naelekea mbinguni. Usikae tu kama msafiri, kaa kama msafiri, lakini mtenda kazi mbele za Mungu. Uwe na alama katika ufalme wa Mungu. Leo hii una alama gani katika ufalme wa Mungu? Una kitu gani umefanya katika ufalme wa Mungu ambacho kinahesabika mbinguni? Kornelio alihesabiwa kwa sadaka zake na kwa maombi yake. Wewe unaweza kuhesabiwa kwa nini mbele za Mungu, kwamba nina jambo ambalo ninajua Mungu, kwa hiyo hata ananisikia. Nina kitu ambacho nimekifanya kwa Mungu. Una alama gani mbele za Mungu? Ni lazima ujiulize, una kazi gani umeifanya kwa Mungu, kwa sababu Mungu ataipima kila kazi, tena ataipitisha katika moto. Je, kazi yako ya leo uliyoifanya ikipita katika moto, utapata thawabu au itateketea? Ni jambo ambalo lazima ufikirie. Kwa hiyo hakikisha unaishi maisha ya kusudi la Mungu. Yaani uwe na kitu unafanya katika ufalme wa Mungu. Uwe mtu wa kujitathmini. Kama unavyoweka malengo yako ya mwaka, hakikisha unaweka malengo yako kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kama unavyoweka malengo yako kwa ajili ya kazi yako, hakikisha unaweka malengo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kama unavyoweka bajeti yako kwa ajili ya maisha yako, hakikisha unaweka na bajeti yako kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hakikisha unafanya hayo. Hakikisha unafanya hayo. Hakikisha unaweka alama kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu mwili huo una nyakati umepewa. Kuna siku mwili utalala. Hata mimi nahubiri madhabahuni, lakini kuna waliokuwa nahubiri madhabahuni na mwili yao imelala, wamelala. Inawezekana walikuwa wamefanya kazi kubwa hata kuliko, lakini mwili yao imelala, hawapo. Sio kwamba wengine walikufa ni wazee, hapana. Wengine walikuwa bado vijana, lakini wameshalala, wameshakufa. Sasa mimi nijivune nini? Ujivune nini? Kwa nini usitimize kusudi la Mungu? Mungu anakukumbusha, Mungu anatukumbusha kila mmoja, mpendwa, ujue ya kwamba hii kazi hautachukua ya mwenzako, itakayopimwa ni ya kwako, kwa sababu Mungu atapima kazi ya kila mmoja. Una lipi unaolifanya mbele za Mungu? Una kipi unachofanya kwenye kanisa la Mungu? Una kipi unachofanya kwa Mungu? Hesabu yako kwa Mungu ni ipi? Kuna kitu gani ambacho wewe ukikaa ukatafakari unafanya mbele za Mungu? Sasa ni lazima kila mmoja uwe na jambo, uwe na kitu ambacho unakifanya kwa Mungu. Hata kama wengine wanaweza wasione. Mwingine amepewa kumtolea Mungu, mwingine amepewa kuinua makanisa, mwingine amepewa kuhubiri, kuwa mwinjilisti, mwingine amepewa maombi. Kila mmoja kwa nafasi yako. Kuna jambo ambalo linakuchoma moto ndani, na hata maisha unayoyaishi unaona kabisa kama ungekuwa vizuri ungelifanya hilo. Sasa amua kuwa vizuri ili ulifanye hilo, kwa sababu kuna majira hautakuwa na nafasi hata ya kuwa vizuri. Amua kuwa vizuri ili ufanye hilo ambalo unafikiri unaliweza.
kuna kitu, kuna mzigo ambao Mungu ameweka ndani yako, kwa sababu amesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Lakini anaendelea akasema mzigo wake ni mwepesi. Kwa hiyo Mungu anapokuondolea mzigo wa dhambi, huwa kuna mzigo mwepesi anaouweka ndani yako. Kila mtu aliyeokoka ana kazi ambayo Mungu ameweka ndani yake. Kuna mzigo, kuna kitu ambacho kisipoenda vizuri unaumia ndani yako. Kuna jambo huwa unawiwa kufanya, umelifanya kwa kiwango gani? Kuna eneo ambalo Mungu ameweka ndani yako kwamba hili wewe na hilo jambo unasikia ndani, ukilifanya, ukilitimiza, unasikia amani, unasikia amani. Sasa ni wakati sahihi wa Mungu kuona matokeo kwenye maisha yako. Mungu anachotaka ni matokeo, sio kukaa katika mtazamo wa kwamba Mungu amekuita, kuna jambo ambalo Mungu ameweka ndani yako. Hataki kuishia hapo. Mungu anachotaka ni matokeo ya lile jambo aliloliweka ndani yako. Anza kuona matokeo, kwa sababu kuna watu wameishia kujivuna kwamba Mungu ameniita, Mungu ameweka kusudi lake ndani yangu, lakini hawajaleta matokeo. Hakuna chochote wanachofanya. Wanaishia katika ufahamu, lakini hawaji katika hekima. Maana yake hawaji kuyatimiza yale wanaoyafahamu, hawaji kuyatimiza. Sasa Mungu anachotaka leo kwako na kwangu, anataka matokeo ya kile ambacho amekiweka ndani yako kuanzia sasa. Haleluya! Ni wakati ambao kila mmoja ujichunguze, uhakikishe unazaa, unaleta matokeo mbele za Mungu. Na Yesu alisema kila tawi lizaalo yeye hulisafisha ili lizae sana. Kumbe Mungu huwa hakufanyi uzae, anasubiri uzae ndio akusafishe ili uzae sana. Sasa kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizae sana. Hakikisha katika eneo ambalo Mungu amekuita unazaa. Tafsiri yake kuna vitu vionekane, kuna matokeo yaonekane, kuna mchango wako uonekane, kuna mahali mbingu zishughulike na maisha yako, kwa sababu kuna kitu ambacho kinaonekana. Ukishaonekana unazaa, ndipo Yesu anasema anakusafisha, anasafisha maisha yako ili upate kuzaa sana. Lakini kuna watu wanangoja Mungu wasaidie wazae. Ni lazima kwanza uwe na juhudi, uwe na ufanye katika nafasi yako, ulete matokeo, uwe na juhudi ya kufunga na kuomba. Huwezi ukangoja Mungu aje akuamshe kufunga na kuomba. Huwezi ukangoja Mungu aje akuamshe kusoma neno. Huwezi ukangoja Mungu akuamshe kutimiza kusudi la Mungu. Huwezi ukangoja Mungu akuamshe kuwepo katika ibada. Huwezi ukangoja Mungu akuamshe. Mungu anasubiri uzae. Ukishazaa anakuja anakusafisha ili upate kuzaa sana. Kwa hiyo amua sasa, kuanzia leo, anza kuzaa, anza kutoa matokeo katika kila alichokupa Mungu, katika wokovu aliokujalia Mungu. Hakikisha kuna matokeo, hakikisha eneo lililopo kuna matokeo, katika ufalme wa Mungu kuna matokeo. Kila mmoja hakikisha kuna matokeo. Haleluya! Basi ninaamini umeelewa. Nimesema hili sio neno la kutafakari, ni neno la kuchukua hatua. Mimi nahubiri leo, lakini kama usipochukua hatua leo, mimi kuna siku nitalala na wewe kuna siku utalala, hautakuwa na nafasi. Wakati uliokubalika ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa. Ni wakati ambao kila mmoja unapaswa kufanya kile ambacho Mungu alikiweka ndani yako. Basi mimi nitamshukuru Mungu. Ninaamini kila mmoja utakuwa umenielewa, na kuanzia sasa Mungu atakusaidia na uanze kufanya kazi yake kwa nguvu sana. Basi niombe tusimame, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake, na kisha tutafikia tamati. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu ambao umetusaidia kila mmoja, umetufundisha kwa habari ya kuliishi kusudi lako. Ninasema asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, na hata katika fundisho hili kuna mtu ambaye alikuwa ni mlegevu, alikuwa akingoja
pengine alisubiri matokeo ya kiuchumi, pengine alisubiri mazingira, pengine alisubiri maamuzi ya ndugu au rafiki ndiyo yampe nguvu ya kutimiza kusudi, ya kuishi kusudi ambayo umelifanya ndani yake, lakini sasa anakwenda kulitimiza. Ninakushukuru kwa sababu ni mwaminifu, ninakushukuru kwa sababu ni mwema. Kamsaidie kila mmoja akatimize kusudi ambalo umelifanya ndani yake, katika jina la Yesu, amen.